jamii inatakiwa kujifunza na inatakiwa kujua, kwa sababu wengi wanaokuwa na hofu ni kwa sababu bado hawajaweza kufahamu faida na matumizi ya akili unde. Kwa hiyo wanatakiwa kujenga mazingira ya kujifunza na kuelewa ni namna gani inaweza kawasaidia. Lakini kama nchi pia kuna initiatives ambazo tayari inazifanya. Kuna sera, kuna miongozo ya matumizi ya akili unde, policies, strategy, guidelines zipo. Na mimi nimesema pale kwamba nimeshiriki katika kufanya nini? Katika kuziandaa na kuzitengeneza. Kwa hiyo hata nchi pia utayari upo, na tunaona kwamba mambo mbalimbali yanaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wanajengewa uwezo na wanakuwa na utayari. Pesa nyingi imewekwa hata katika wizara mbalimbali, nadhani nimekuwa mkisikia, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwezo unajengwa na mifumo inaweza kutengenezwa na akili unde inaweza kutumika itakiwavyo na ipasavyo. Kuna umuhimu gani wa kuwa na center ya namna hii? Nafikiri katika hii miaka ya karibuni, tuseme miwili mitatu iliyopita, kumekuwa kuna mfumuko wa ile jambo la AI au akili unde, na kwa kuwepo kwa center kama hii ambayo inatupa nafasi sasa ya kusaidiana katika kitaifa kufanya utafiti wa kina kwenye masuala ya akili unde, lakini pia kwa kuzingatia masuala ya uadilifu, yani kitu tunaita ethics, kwamba kuna wengi wanapata hofu kwamba pengine tutafika mahali tukaacha kabisa kufikiria ile thinking yetu, tukaamua kusema, ukiulizwa ukasema kwa sababu AI imesema hivi. Na tutaki kwenye elimu twende huko. Tunataka kwenye elimu. Elimu sio elimu kama haimfanyi mtu kuweza kufikiri. Kwa hiyo sisi tunataka AI ibaki kama tool tu, mojawapo ya kusaidia kwenye kujifunza, lakini isiwe sasa na mtu anaona kwamba kama AI imesema basi huo ndio ukweli wenyewe. Kwa wiki hii tumekuwa na fursa ya kuwa na hii seminar na kongamano la AI, na kwa hakika tumeona jinsi ambavyo ulimwengu wa sasa hivi AI inabadili kila kitu, sekta zote, kuanzia katika biashara, teknolojia, uzalishaji na viwanda. Kwa hiyo imekuwa ni fursa kwetu kwa sababu kwanza wanafunzi wetu wamepatiwa knowledge mpya na notion mpya ya kuitazama AI. Especially kuna concepts fulani mpya wamefundishwa kama agentic AI, yani kitendo cha kuitumia AI sio kama mtumwa wa kukupa tu jibu la swali fulani ambalo umeipa, lakini kuwa mtu ambaye tunasema collaborator, mtendaji kazi pamoja na wewe. Yani badala ya kumwambia nafikaje Nairobi, anaweza akakwambia ndege za kwenda Nairobi siku ya kesho, vitu unavyoweza kwenda kufanya ukiwa Nairobi, na taarifa nyingine nyingi. Kwa hiyo ni maarifa ambayo ni sahihi sana kwa ajili ya vijana wa kizazi chetu kuona jinsi gani wanaweza wakashirikiana, wakacollaborate na hii AI ili kuweza kuleta mabadiliko katika career paths zao ambazo wanafanya. Naitwa Sally Figueredo, natoka chuo cha United African University of Tanzania na niko mwaka 3 nasoma Computer Engineering and IT. Hii wiki ya AI ni muhimu sana kwetu kwa sababu mimi kama mwanafunzi wa Computer Engineering ni kitu ambacho itanisaidia sana, na pia itasaidia Tanzania kiujumla kujua teknolojia inaendaje kila siku. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.